Wasikilizaji wa Red Pro Media, leo tuna mada nzito sana. Joseph Kabila Kabange. Huyu jamaa alizaliwa Juni tarehe 4, 1971. Mke wake anaitwa Olive Lembe Disita, na inaonekana kwamba walifunga ndoa 2006. Watoto ni Sifa Kabila, Laurent Desire Kabila Junior. Kwa ni Mkongomani. Alizaliwa Hewa Bora na ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye alikuwa hayupo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Au niseme mpaka sasa hizi inawezekana hayupo, lakini ametangaza kurudia. Alipotoka haikuwa kwa kishindo kama hivi, lakini kurudia kwake imekuwa ni kama vile ni kwa kishindo. Watu wamekuwa na attention sana ya kutaka kurudia kwake. Tukataka kujua kwa nini watu wanamsubiria sana Joseph Kabila kama Yesu. Tukasema bana, tusichoshi sana akili zetu, na kati majibu yapo. Kwenye simu tunaye baba wa taifa. Karibu sana baba wa taifa. Sasa hizi sasa hivi salama kabisa, hali ya hewa nzuri, nashukuru kabisa, kila kitu kinakwenda fresh kabisa. Joseph Kabila anasubiriwa kama Yesu. Ndio. Nimepata hiyo taarifa ya kasema rais mstaafu Kabila. Nimesikia kwamba anasubiriwa nchini DRC kupokelewa. Sasa swala la kupokelewa kwake, kwa nini watu wameweka sana attention kubwa? Kwa nini watu wamekuwa kwamba bana Joseph? Maana kwenye mitandao sasa hizi ni Joseph Kabila. Hii inatokana na nini? Hapa kuna vikundi vitatu na kupokelewa kwake, na kwa hasa wakati huu ambao siasa ya Kongo inacheza kwa namna moja na nyingine. Na unajua kwa hali ya siasa ya Kongo ametajwa sana, mara nyingi sana ametajwa kuwa labda na yeye amehusika sana kwa hali ya huo uzofikaji wa nchi ya Kongo. Sasa kuna watu ambao wana maswali mengi, wanajiuliza, je, anakuja ni kwa ajili ya atakuja kusaidia nchi hali itulie? Je, anakuja kwa ajili ya kuwasha moto nyingi sana kwa serikali ili serikali ambayo tuko nayo itoke? Je, anakuja kuwa katikati, kuwa msuluhishi wa katikati, au itakuwaje? Sababu wao wanajua kwamba yeye anajua sana historia ya Kongo, ametumika kwa miaka 18. Sasa watu wengi walimlaumu wakati alipokuwa anatumika kuwa M23 ni ya kwake, yeye ndo alianzilisha. Na hata ulisikia waziri wa mambo ya usafiri bwana Jean Pierre Bemba alisumulia sana kumuhusu. Sasa hii kwa kuwa anakuja sasa, wengine wanaangalia serikali ya Kongo itamfanyaje ikiwa itaingia, atakuja kufanyaje? Hiyo imezua maswali mengi sana kwa walio wengi, sio tu ndani ya Kongo, hata nje ya Kongo pia. Na sio tu kwa raia wa Kongo, hata nchi majirani na watu wengine ambao wameshaona jinsi rais mstaafu anapaswa kuwa, nao pia wana maswali kujiuliza itakuwaje. Ndio maana inazua balaa kubwa sana. Kuna picha ambayo imevuma kwenye mitandao sasa hizi, inaonyesha Joseph Kabila akiwa na Colonel Nanga pamoja na nafikiri jina lake anaitwa Biamungu, na kama sijakosea wamekaa kwenye meza, licha kuwa ni edited, ni picha ambayo imetengenezwa. Lakini Felix Tshisekedi pia naye aliwahi kuzungumza kwamba Joseph Kabila amekuwa akisupport M23, yupo nyuma kwa ajili ya kuendelea kuunga mkono. Lakini kumbukumbu yangu inaniambia kwamba licha kwa kipindi kile walikuwa hawaitwi M23, walikuwa na majina tofauti, lakini Joseph Kabila katika utawala wake aliwahi kusema kwamba eti alipigana na aliwapiga watu na akawamaliza. Imekueje leo kwamba eti anaungana nao? Ni kusema M23 sio jina jipya sana kwa Joseph Kabila, na sio kusema ni watu wapya sana. Kuna wale ambao wanajiunga kwa wakati huu, lakini M23 ilikuwepo wakati kwanza. Naweza nikasema kwamba ilikuja kwanza FDL ikamtoa Mobutu 1990, mwaka 1998 ikaja, ilikuwa ni RCD ile ambayo ilikuja
ilikamata hata kakufikia hata Kalemi, ikakamata hata sehemu za Kisangani, kama ikiwa na kumbukumbu ile wakati ambao walikuwa wanaungana jeshi kutoka Uganda, jeshi kutoka Rwanda, wakafikia hata kugombania mali za huko Kisangani, wakaumiza watu, wakaribu jiji kabisa. Ilikuwa ni hao watu. Ndio ile vita ya 1998 kama sijakosea. Hiyo wakati wa 1998 walikuwa ni hao watu. Ikaja tena 2000, ikaja sasa 2013 ndo yeye akatangaza, rais mstaafu Kabila akatangaza kwamba yeye amemaliza M23, eti ameimaliza. Nafikiri kitu kumaliza kila mtu anaelewa inamaanisha nini. Imekuisha kabisa, imepotea. Sasa hii wakati ilikuwa ni mwaka huu alipokuwa South Africa, sababu ametembea kwenye nchi nyingi tofauti. Alipokuwa South Africa alisema kwamba M23 imekuja ni kwa ajili ya vitendo vibaya ambavyo anavyovifanya rais ambaye sasa hivi anabeba madaraka, bwana Felix Tshisekedi. Sasa wewe mtu mmoja umesema imemaliza, kisha umesema kwamba imekuja. Kwa hiyo ndio hilo watu wanataka kujua, kuna ukweli gani ambao uko hapo? Je, M23 ni yeye au ni yeye ndo mwanzilishi ambaye ana uwezo wa kumaliza na ana uwezo wa kufufua? Hilo ndo swali ambalo walio wengi sana wanajiuliza kulingana na hii. Okay, sasa tukate kapitula. Si ndio hivyo wanasemaga wazee wenye hekima zao? Tukate kapitula. Tunamuona Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Moise Katumbi, Paul Kagame, wote wamekuwa wakiambatanishwa kwamba wapo kwenye kundi moja saizi. Licha kuwa watu katika namna moja au nyingine kipindi cha nyuma walikuwa wanagombana. Ili swala la wao kuungana wote kwa pamoja inatokana na nini? Tumlaumu Felix Tshisekedi au tumsifu Felix Tshisekedi kwa kuplay nice? Swala la wao kuungana alija kuwa swala la kumsifu Tshisekedi, alija kuwa swala la kumlaumu Tshisekedi, bala ni swala la kusema kwamba kwa nini kwanza waungane hao watu. Sababu Paul Kagame ni rais wa Rwanda, yeye ana nchi yake tofauti kabisa na Kongo. Kwa nini amehusishwa aingiane kuja kujichanga pamoja na watu wa opposition wa nchi ya Kongo? Hicho ndo tunapaswa kwanza kujiuliza. Moise Katumbi, wakati Joseph Kabila alipokuwa madarakani, alimfukuza Moise Katumbi akatoka kabisa nchi ya Kongo. Alirudi wakati Tshisekedi amechukua madaraka, ndipo akampatia sasa na mapassport na akamruhusu akarudia. Na Joseph Kabila naye ambaye ni rais mstaafu, pia yeye ndo alipeana madaraka. Akapeana madaraka akasema nimemwachia madaraka huyu ndugu yangu hapa, ikawekwa wazi njia ya kidemokrasia, sio njia ya silaha. Akawa kama vile baba wa kidemokrasia, rais wa kwanza wa Kongo kupeana madaraka. Hiyo sifa nzuri ambayo kila mtu alishuhudia. Tukasema kwamba hii hapa imekuwa ni picha nzuri, ni kitu kizuri ambacho ni mfano wa kuigwa kwa marais wengine. Hata wengine wakaanza kumwambia Kagame, na wewe fanya hivi, Museveni fanya hivi, wengine wafanye hivyo. Na Corneille Nangaa yeye ndiye alikuwa refa ambaye kila mtu alikuwa anaangalilia macho kwamba Kongo tumekupa kwenye mikono yako, hii hapa, wewe mpe yule ambaye ana haki ya kuiongoza. Yeye akachukua moja kwa moja akampatia Tshisekedi kwamba huyu ndiye amepita. Lakini umekuta watu wote hao tena wameungana pamoja kuja kumgombanisha Tshisekedi. Kwa nini wamekuja kumgombanisha Tshisekedi? Ndio hili sasa tutapenda kuliweka wazi kwa kila mtu aelewe ni kitu gani ambacho hao watu wamekaa pamoja kumgombanisha Tshisekedi. Sababu hiyo ni swala la faida. Tshisekedi amewazulumu kitu gani? Ndio nataka kila mtu anapaswa kuelewa kwamba kuna kitu ambacho yule mtu amejiona kwamba vile amenyimwa ambacho alikuwa anataka kukipata, amekinyimwa. Ndio
hapa nataka nifunulie kila mtu ili aelewe ni kitu gani ambacho kinapita. Toboa ngoma baba wa taifa. Acha nianze kwanza kwa upande mmoja. Upande wa kwanza nitaanza kwanza kwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa wakati yeye ndo alikuwa anasimamia uchaguzi, wakati walikuwa wanagombea wakina Martin Fayulu, wakina Shandari na Kisekedi. Sasa kwa mujibu na habari za uhakika ambazo yeye mwenyewe alishuhudia ni kwamba Kisekedi hakukuwa anapata uchaguzi, hakukuwa ameshinda. Aliyekuwa anashinda alikuwa ni mtu mwingine. Licha kwamba hakusema, lakini inajulikana wazi kwamba aliyekuwa anashinda alikuwa ni Martin Fayulu. Lakini wao wakasema kwamba wakati Mobutu alikuwa anatawala, alikuwa mbaguzi sana kwa watu wanaosema Kinyarwanda. Sasa ikiwa Martin Fayulu atachukua tena huo wazifa, atabagua wasema Swahili na atabagua pia wanaosema Kinyarwanda, na hatutaki tena hii madaraka tena iende upande wa kule. Sasa inabidi sisi tuchague mtu ambaye anaweza angalau kutusikiliza sisi, mtu ambaye atakuwa na akili zile za kupelekwa na sisi hapa. Sasa Vital Kamerhe akaja kuingilia kati kuambia kwamba mimi nawahakikishia kwamba mpeni huyu hapa, ananisikiliza sana na unajua ni mashemeji tena. Kwa hiyo mambo yote ambayo mtayafanya au mtamwambia tutayakubali na atayakubali. Ikabidi wasaini mikataba na yeye Corneille Nangaa ndo alikuwa pale akapewa. Kwa hiyo Corneille Nangaa pia akawa na uhakika kwamba ni mtu ambaye nimeweka mimi, kwa hiyo migodi yangu ya dhahabu, sababu ana migodi ya dhahabu ambayo iko kule kwao, migodi yangu ya dhahabu haitaguswa kwa kuwa mimi ndo ambaye nimempatia madaraka hapa. Migodi yangu ya dhahabu haitaguswa. Ndio kwa upande wa Corneille Nangaa huo. Ndio kwa upande wa Corneille Nangaa huo. Kwa upande wa Joseph Kabila, walikubaliana kwamba atafanya muhula mmoja kisha amrudishie madaraka, na anapaswa kuheshimishwa, mali zake zisiguswe, heshima ziwe zile zile kabisa, hakuna kitu chochote, na yeye atakuwa ni mshauri namba moja wa government ya Kisekedi. Na ndio maana haraka alipochukua nyadhifa Kisekedi, waliunga chama pamoja. Walipounga chama pamoja wakaanza kufanya kazi pamoja, lakini akaona Kisekedi akacha kuona kama watu bado wanamfunga vitu vingine vya kufanya kazi. Akaona kwamba watu wananifunga ili nisinae ili wao wachukue tena madaraka. Akaanza sasa kuwasukuma mbali watu wa kina Kabila. Watu wa kina Kabila kuwasukuma na kuanza kuwalaumu na kuvisema wazi. Vile vilimchukiza sana Kabila, wakajitenga kabisa na Kisekedi. Na hata malawama zote zikaja na hizo chuki zikawa kama hizo. Kwa Corneille Nangaa, ile migodi yake ya dhahabu serikali ilianza kumwomba kwamba kila mtu ana haki, unapaswa kutoa ushuru na vitu vingine unapaswa kuvirudisha serikali, sababu ni vya nchi, sio vyako peke yako. Yeye alianza kumwambia kwamba mimi ndio nimekuweka hapo na ungepaswa kunitii. Sasa mtu akishakuwa na mamlaka inakuwa ni kitu tofauti. Hapo kukawa hali ya sintofahamu kati ya wao wawili. Kwa upande sasa upande wa Moise Katumbi, yeye ni mtu ambaye tamaa yake ni kuwa rais. Kwa hiyo muhula ambao Kisekedi alikuwa nakaa, yeye alipewa option zote. Akaambiwa kwamba wewe uwe waziri wa uchumi, akakataa. Wewe akapewa wizara zote ambazo alipewa na Kisekedi, alizikataa. Yeye ni kwamba anataka kuwa rais tu, kwa kuwa watu wengine wanamwambia kwamba yeye ana uwezo wa kuwa rais. Akakataa zile nyadhifa zingine zote. Na kwa kuwa kweli Wakongo wengi walimwamini, kulingana na wakati alipokuwa governor, kuna hali ya picha nzuri ambayo alitoa ikamwaminisha kwamba ile nani ya kuwa rais labda ni hali yake ni nani, yeye ndo anafaa kuwa pale. Sasa hiyo ilimfanya yeye naye ajitenge sana na Kisekedi. Sasa baada kadri siku zinavyokwenda, anaona kwamba anazidi kupoteza, lazima aangalie jinsi ya kujiunga na watu ambao wana nguvu kwa ajili ya kuangalia jinsi wanaweza kumtoa Kisekedi. Sasa kwa upande wa Kagame, yeye wakati Kisekedi alipochukua madaraka, kabla ya Kisekedi alikuwa na mikataba fulani ambayo alikuwa nayo na Joseph Kabila.
Mkataba ulikuwa ni ule, kwa kuwa wao ndo walimtoa Mobutu kwenye madaraka. Kongo itakuwa inalipa milioni 60 kila mwezi, na kutia ndani mshahara wa James Kabarebe, yeye ambaye aliongoza vita vya kumtoa Mobutu na akawa pia general wa Kongo. Pesa zake zilikuwa zinatoka, ilikuwa takriban milioni, sababu ilikuwa ni laki nane za Marekani na karibia milioni wa dola hivi, ziwe pale na jikuwa bado zinalipwa. Na hiyo ni kwa mwezi, malipo ya kwa mwezi. Malipo ya kwa mwezi. Kuna watu wana make money kwenye hii vita. Ndio kwa muhula wote wa Kabila ambao alifanya, hizo pesa zilikuwa zinatoka, na kutia ndani muhula ambao Tshisekedi alifanya kwa miaka kadhaa ilikuwa ile. Sasa wakati Tshisekedi alianza kumwambia kwamba lazima tufanye sasa mkataba ambao tutaifanya ili tuangalie jinsi ya mapunguzo fulani, kwa kuwa mimi na rafineri ile ya kusafisha madhahabu, ya kusafisha madini ambayo inatoka Kongo itakuwepo Rwanda. Kumbe vitu fulani vianze kukatwa. Ile milioni 60 tuitoe, itolewe, sababu hiyo na mimi ili nipate gisi ya kujenga nchi, tuwe na ile ambayo yeye anaita ganya. Sasa Kagame kwa namna fulani alikuwa kama vile anakubali, sawa, haina shida, hii madini itakuwa inasafishiwa hapa Rwanda. Baada ya kumwaidia hivyo itakuwa inasafishwa hapo Rwanda, wakaangalia mikataba yao, ilisababisha Kagame akwende Europe, anakwenda kwa Ulaya, nchi za magharibi huko, akafanya mikataba ya madini. Mikataba ya madini ambayo alifanya ni kwa ajili ya mkataba ambao walisaini na Tshisekedi, ikampatia matumaini kwamba hapa dili ipo, sina wasiwasi kwa kuwa mwenzangu ameshaniaidia. Sababu walio wengi wanajiuliza kwa nini mbona Kagame anamwandama sana Tshisekedi? Ni kwa ajili ya ahadi ambazo walikuwa wameshaidiana na Tshisekedi. Sasa akakwenda kufanya hiyo mikataba yote. Mikataba kweli ikakubaliwa kwa kuwa makaratasi zilikuwepo. Europe nayo ikakubaliana na ile mikataba ambayo walikuwa wameshaidiana. Sasa baada ya vile watu wengine washauri wa ukaribu wa Tshisekedi wakamwambia hapana, utaanguka kwa ule mtego wa Kabila, au utafanya chochote kwenye nchi yako, sababu hautajua wanauzisha ngapi. Tuwe na timba huku inasafishwa Rwanda, baadaye inauzishwa huko, sisi tunaambiwa tu habari, hatutajua kama ilikuwa ni ngapi. Hapa hamna chochote, hakuna ambacho tutakipata, sababu Rwanda itapata pasenti nyingi sana, itatupatia kama pasenti kama 10 kama 20, na vitu ni vyetu. Yeye kwa nini tujiweke sana kwa Rwanda? Kumbe jitoa. Tshisekedi akaanza kujitoa. Bila Tshisekedi kuanza kujitoa, na kwa kuwa ana maadui tayari kama nimekuambia, Nanga, Kabila, Maurice Katumbi, na sasa na Kagame naye akaja kujiunga, akasema hapana, dawa tu itakuwa ni kurudisha M23. M23 ndo wakaenda sasa kuandaliwa sasa, ili kuja sasa waingie walete vurugu, ili kumlazimisha Tshisekedi akubali ile mikataba yote ambayo walikuwa wameshaongea na wenzao. Sasa kwa hiyo pale lile la yeye kusema kwamba eti walitakiwa, kwa sababu mara nyingi Tshisekedi Kagame amekuwa akisikika sana akisema kwamba alitakiwa ikae chini na wakongomani wenzake, wale ni wakongomani katika nchi yake, anatakiwa ikae nao chini vikumba wakubaliane kile ambacho walipatana. Kwa hiyo ndio alikuwa anarejelea ili swala ambalo unazungumzia. Ndio hilo sababu yeye Kagame hawezi akajitoa kwamba nina mkataba na hivi na Tshisekedi na hivi, lazima apitie kwa wakongomani wengine, na ndio maana anachukua M23 kuitumikisha hata miaka 30 na kitu anaitumikisha hivyo. Sasa kwa kuona kwamba ameshaonekana na mimi nitaonekana, mimi sababu yangu itaonekana ni kitu gani? Acha niseme FDLR. Lakini anaingilia sana kupitia kutumikisha wakongomani wengine. Nichukua hapa M23, uwekwe pale, Kabila wewe kaa pale, wewe Nanga kaa hapo, na fulani kaa hapo. Imagine mtu kama Nanga ambaye wakongomani wote walimpatia matumaini, yeye akaja kuchagua mtu ambaye amesaliti nchi kwa wakati kwa njia ya kidemokrasia. Hata akipewa nyadhifa atawafanyia wakongomani kitu gani? Na amekuja kuchukua M23, anakuja kuanzisha hali ya vita. Kwa nini asingeingia njia ya kidemokrasia kama ile njia yeye anaijua, ikiwa anapenda nchi yake? Okay, twende sasa kwenye na endelea. Ndio, kitu cha kushangaza ni kile cha kuwatumikisha watu ambacho hizo zote nguzo ambazo nimezitaja, watu wote ambao nimewataja pale,
nao wamekuja kuchochea sasa vita vya kikabila, sababu inafikia sisi waraia wanaanza sasa kutumikishwa kwa namna moja na nyingine. Sijui kama una swali fulani hapo. Yes. Nafikiria ili mazungumzo ya nogi vizuri ni lazima tuguse sasa M23 nao pia. Nimekusikia ukisema kwamba ikabidi Kagame aamue kuwatumia M23. Maana yake M23 nao pia walikuwepo pale, wako na mambo yao nao pia ambao wanayataka. M23 kwanza ilianzishwaje na malengo yao yalikuwa ni nini kwanza? M23 alianzisha M23 kwa wakati wa mbele alikuwa ni Joseph Kabila, ni chama ambacho alikuwa nacho pale. Na sababu malengo ya M23 kwa madai yao kisi wanavyosema, wanasema kwamba madai yao ni kwamba watu wanaosema Kinyarwanda wanatakiwa kwamba waheshimiwe na wao walelewe kama wakongomani wengine, na Watusi wa Kongo nao wanapaswa kukubaliwa kama wakongomani wengine, na sababu na wani wakongomani ile ni nchi ya wote. Sasa kwa kuwa hawapewe zile haki zao, lazima wanapaswa sasa watetelee hizo haki zao kwa serikali, kulazimisha serikali. Sasa hiyo ni jambo la ukweli. Ikiwa mtu kutetelea haki yake ni jambo la kawaida, lakini sasa ikiwa wewe unapenda nchi yako, hauwezi ukakwenda kwa kusikilizana na ndugu yako, hauwezi ukachukua ugomvi. Ukichukua ugomvi mnavurugana sasa zaidi ya hapo. Ikiwa unapenda nchi yako, unapaswa kukaa chini na ndugu yako kwamba bwana, sisi hapa kuna mambo ambayo yaendi sawa sawa. Kwa nini haya mambo yaende hivi? Ni kitu gani? Mnatatua, mnakaa mezani mnaongea, basi yanakuwa hivyo. Kwa mujibu wao wamesema kwamba eti wamekuwa wakikaa sana, wameshika vikao vingi sana na makabila mengine kwa ajili ya kuangalia jinsi gani ya kutafuta amani, lakini wamekuwa hawasikizwi na mambo yamekuwa yaende vizuri, ndio kwa maana wameamua kuchukua silaha. Na kwa kuchukua silaha yataweka mambo kwenda, ndio maana inaweka mambo kwenda mabaya zaidi kuliko kuweka mambo sawa sawa. Sababu matatizo ambayo yanapita Kongo sasa hivi ni matatizo ya kwa kila nchi yoyote na kwa kila binadamu yoyote. Ikiwa ni jambo la ubaguzi, Kain alibaguliwa na mdogo wake wa tumbo moja. Walionekana kama vile kuna utofauti ambao walikuwa pale. Yeye aliona kama vile anabaguliwa. Na ni watu wa damu moja, baba moja, mama moja. Kwa mambo kama hayo yanaonekana hapa kwenye nchi za Marekani. Japo utaona watu weusi wanajikuta kama vile haijakuwa sawa. Ukienda Brazil mambo kama hayo yapo. Ukienda Cuba mambo kama hayo yapo. Ukienda Puerto Rico mambo kama hayo yapo. Lakini hawachukui silaha kwa kuyatatua. Wanakaa chini kusema kwamba tuna shida hili. Hata Kongo ingekuwepo hayo mambo yalikuwepo zamani. Lakini kwa kuwa imepata watu ambao wamekuja kuweka chachu, ambao wanataka faida zao wenyewe, ndio mara wanawatumikisha watu kuwanunulia silaha. Wanafikiri raia wa kawaida na uwezo wa kununua silaha ambazo zinapigana sasa hivi na M23? Hapana, hizi ni serikali ambazo ziko pale na ambazo zinatafuta faida zao. Lakini ukiangalia ambao sasa hivi wanapigana sana wanakuwa sasa ni raia wa kawaida. Hata kwenye mitandao wanakuwa ni raia wa kawaida ndio wanaachiliwa sasa vita. Wanaosema Kinyarwanda au tuseme Watusi na wale wakongomani ambao wanajiita kwamba wao ni wakongomani halisi, wanakuwa wanatupiana sasa vineno vibaya. Nyinyi hivi, nyinyi hivi, nyinyi hivi, nyinyi hivi, nyinyi hivi. Lakini wanatumikishwa pande zote mbili, wanatumikishwa. Ukiangalia upande wa huku wanaosema Kinyarwanda, hata sasa hivi nchi chukuliwe, sio faida ya watu wote, ni faida ya baadhi ya wale watu. Wengine wote asiyetumika kwa nguvu zake hata kula. Kwa upande wa wazalendo, Kisekedi alikuwa na madaraka, waliokula ni wanani? Kabila alikuwa na madaraka, waliokula ni wanani? Kwa hiyo pande zote mbili zinatumikishwa tu, lakini faida ni wale watu ambao wanakaa pale. Kwenye chemical kuna element ambayo tunaitwa catalyzer. Ina provoke reaction, lakini haitaingilia kwa ile reaction. Inakuwa tu inaangalia hiyo na kuacha. Sasa ni jambo la kusikitisha, kiongozi wewe usababishe tatizo, unaacha unaangalia watu wa raia wa hali wa maisha ya chini wagombane, uane tu, na kwa sababu ya faida ya wewe binafsi. Ni vibaya sana. Sababu kiongozi ambao ni kiongozi, tukichukua mfano wa Mandela aligombania usawa wa watu wa South Africa na wazungu. Licha kwamba hujaisha na hutaishaga,
alikuwa na opportunity ya kuwa rais mara ngapi? Hata safari 7 walimwambia wewe kuwa rais kama utakaa ukae, lakini aliwaambia hapana, hilo silo. Mimi sitaki tena South Africa turudi kwenye hali ile ile ya machafuko ya kupigana, hali mbaya. Aliachia mwazifa akasema kwamba nyinyi bebeni. Kwa nini watu wasiache kwamba ikiwa ni Tshisekedi wamwache afanye kwa muhula wake amalize, mtu mwingine haje? Ikiwa hatujali, ikiwa atakuwa ni Azarias Ruberwa atumike naye amalize, ikiwa ni Nanga atagombea naye pia agombee amalize, ikiwa atakuwa ni sijue atakuwa ni Fayulu agombee, ikiwa atakuwa ni tuseme nani Moise Katumbi agombee kwa wakati wake amalize. Yule ambaye ataweza anaweza. Hilo litapatia hata watu wa maisha ya chini nao pia wafanye kile wanachokifanya. Sababu si kila mtu atafanya kazi kwenye serikali. Sio kila mtu atafanya kazi kwenye serikali. Viwanda vinaajiri watu zaidi kuliko serikali. Okay, sasa kwa nini mtu kuwavuruga watu wa maisha ya chini kwa sababu ya faida zenu tu binafsi? Okay, tutarudilia hili swala la wazalendo. Kwa maana umesema nao pia wanatumiwa kwenye vita kama vile M23 inavyotumiwa, alafu mwisho siku faida ni kwa watu wachache sana ambao wataipata kwenye hii vita. Licha kwa wazalendo wao wanajiaminisha kwamba wao na wamekuwa kilalamika waziwazi kwamba wao wanapigania ardhi, wanapigania maslahi ya Mkongomani, wanapigania uhuru wa Mkongomani. Na M23 nao pia wanadai hivyo hivyo actually. So kuna hili pia linalosemwa kwamba haya makundi ya M23 pia walikuwa na malengo yao mengine pia, ikiwemo swala la uongozi, kuitawala Grand Lake, kwamba kuna hili lilianza Uganda baada wao kuchukua utawala ikaenda Rwanda na ndio ilitakiwa pia iende Kongo, na wao walikuwa wanasaidia. Uganda walienda wakasaidia, Rwanda ilienda wakasaidia. Kwa hiyo nao pia walikuwa na expect kwamba nao pia watasaidiwa hivi, kama nao pia waje wachukue Kongo. Na pia limekuja kuongezwa pia na swala la Kenya, kwamba huyu rais naye pia aliyopo saizi madarakani Ruto, naye pia amekuwa akisapoti kwa sababu tu ya maneno ambayo ameambiwa na Kagame kwamba wewe ni Mtusi, unatakiwa nini uje usapoti ndugu zako Watusi huku. Kwa hiyo naye pia amejiingiza kwenye hii vita na imekuwa ikisema waziwazi. Ili swala lina ukweli kiasi gani, na kama lina ukweli, hebu tufafanulie na japo kidogo kwanza hivi kwamba japo hata msikilizaji naye pia apate kuelewa. Ndio, unajua kuna kile kwenye falsafa wanaita syllogism. Wanasema kwamba ni kweli hao ambao sasa hivi tunaita Wanyamurenge walikwenda kusaidia Uganda kwa namna moja na nyingine. Walikwenda kusaidia wakati walipokuwa wanatoka kule miaka ya zamani, walikuwa wanaitwa Wangotani. Walikwenda kusaidia Uganda ikashika nchi, na wakapatana kweli, tukimaliza kuchukua Uganda tutachukua Rwanda. Waliingia ile ambayo iliitwa Bush War. Hata ukiangalia kwenye ikiwa utaisoma inaitwa Bush War. Walikaa porini kule wakajitahidi kukamata Uganda. Baada ya kukamata Uganda walijitahidi kwa namna yote wakaja kukamata Rwanda. Sababu Rwanda ikiwa walikuwa wanataka kusikilizana, hata wale mauaji ya Habyarimana yasingefikia. Sababu mauaji ya Habyarimana yalikuja kutokea wakati wanatoka kwenye makubaliano ya Arusha. Wameshakubaliana tuchange jeshi, tufanye hivyo, na hata majeshi wengine au wa RPF walikuwa tayari wameshachangwa. Majeshi wa Kagame walikuwa wengine wameshakuwa mkapiro siri ya Rwanda Kigali, walikuwa wengine wameshachangwa. Lakini kwa kuwa walikuwa na lengo fulani, waliongeza kwa lengo lao, wakaua paka na rais ikaja kufyatua mauaji ambayo yanakuja. Ndio maana unasikia wengine wanasema kwamba Kagame pia anatakiwa kulaumiwa, sababu wasingemuua yule rais na hali hiyo yote ya mauaji singetokea. Sababu hata ukiona siafu zinatembea, ukiua siafu ile ambayo inaongoza, zile zingine zinasambaratika. Mmeua watu wenye akili ambao ni viongozi. Watu ambao hawana akili wanafikiria kitu gani? Ni mauaji tu, sababu wao hawana elimu yoyote. Walikwenda kusaidia Rwanda pia, kutoka Kongo, hao ambao tunaita Wanyamurenge walikwenda kusaidia kule. Ukiona akina Makenga alitumika kwenye jeshi la Rwanda. Sasa wewe itakuwaje wewe Mkongomani unatumia kwenye jeshi la Rwanda? Ni hiyo kwa mapatano ambayo walikuwa nayo.
wakatoka huko, na wakina Bichaza wengine ambao wameshakufa, wengine wengi sana walitumika kule kwenye jeshi la Rwanda, wakatoka walikwenda pia kutumika Burundi kwenye jeshi la Burundi. Sasa ndio hilo inapatia watu, ndio ile nilisema kwamba ni syllogism, inapatia watu picha la kusema kwamba kuna mapatano ya kusema kwamba walikuwa na mapatano ya kukamata pia Kongo. Sababu mwaka wa 1998 hivi, wakati walikuja, wakati baada ya wao kukamata Kongo, wengi sana tena Kagame Kabila akawaambia kwamba wanapasha Wanyarwanda warudi, wale wakongomani wa kawaida wabaki. Nyadhifa zote walipewa nyadhifa zote, lakini hawakuridhika. Takupatia nyadhifa ya kwanza ambao walipewa. Waziri wa mambo ya nchi wa Kongo alikuwa ni Bizima Karaa, yeye ni Mnyamulenge. Bizima Karaa ni Mnyamulenge. Na Moizi Nyarugabo alipewa wazifa. Azarias Rubero alipewa wazifa. Wote walipewa nyadhifa zote ambazo walikuwa wanashtumikia kwenye serikali ya Kongo. Hawakuridhika, lakini tena walikuja kurudisha vita tu ndani ya nchi ya Kongo. Sasa hiyo ndio inapatia watu hata wapewe kitu gani, mbona sasa wanarudisha vita? Kwa hiyo nia yao inakuwa ni ile wachukue Uganda, wachukue Rwanda, wachukue Burundi, wachukue na Kongo. Na hilo ndio unaona hata sasa hivi unasikia hata rais wa Burundi anasema, najua mipango mlionayo, mkishamaliza Kongo mtakuja kupigana na mimi hapa. Sasa kwa mujibu wa Rais Ruto yeye alikuwa hajui chochote, ameitishwa tu akaambiwa. Ndio maana unasikia kwenye mkoa wa Rubero walipopambana kule wazalendo na jeshi la serikali, walikamata mateka, waliumiza hata wengi sana wa jeshi ambao walikufa kule, walikuwa ni majeshi wa Kenya walikufa. Hii ilizua balaa hata Kenya kuleta hata maandamano kule. Sasa kwa nini ije kujihusisha? Haina mpaka na Kongo, haina tatizo na Kongo. Kwa nini nao ije kutajwa kwenye vita vya Kongo? Unasikia hata naibu wa rais ambaye chaguo ule ambaye alitoka sasa hivi, ambaye Gachagua waliwahi kugombana naye kwa sababu ya kumwambia ajitoe kwenye mambo ya Kongo. Alikuwa kwenye mambo ya Kongo, kwa nini ajitoe kwenye mambo ya Kongo? Sasa hiyo inakuja kuweka giza fulani ya kwamba je, hao watu wanataka ni amani, wanataka kitu gani? Ndio maana unasikia vitu kama hivi. Kwa hiyo basi kutokana na hayo tutegemee nini kwa nchi ya Kongo? Haya malengo yote, kwa maana hawa watu wanaonekana ni watu wenye nguvu sana, licha kuwa saizi kuna hizi contract ambazo zinaendelea. Tshisekedi kweli atawini haya mambo au itakueje? Umalizio wa hivi vita vitaifikia wapi? Naomba watu wanapaswa kujitahidi kusoma nyakati. Wakati Uganda likamatwa ilikuwa ni wakati gani? Wakati Rwanda likamatwa ilikuwa ni wakati gani? Wakati Burundi likamatwa ilikuwa ni wakati gani? Na unasoma pia hata jiografia ya nchi. Kongo sio nchi ndogo kama Burundi. Kongo sio nchi ndogo kama Rwanda. Kongo sio nchi ndogo kama Uganda. Kongo ina population gani? Na unapaswa kuangalia, unasoma nyakati, unasoma demographic ya nchi, unasoma na geographic ya nchi jinsi ilivyo. Sasa hiyo itakupatia picha gani? Na cha pili, Wakongomani sasa hivi wamesha madaraka ambayo pia imewaachia uchungu. Je, itakuwa rahisi tu wakubali licha kwamba kuna watu wote waendage upande mmoja? Kuna baadhi ambao labda sababu ya hali yao kuwa mbaya wanaona bora sababu ya amani tu yule ambaye achukue, lakini walio wengi wanasema hapana, enough is enough, imeshatosha. Bora tungeangalia cha kukaa. Wale Wakongomani ambao wanatumikishwa na nchi zingine ambazo zinataka faida zao, waangalie jinsi ya kukaa na Wakongomani wengine, wakae, waongee, waishi kwa amani. Sababu kama jinsi imerudilia tena kusema kwamba raia wanatumikishwa, faida haitakuwa yao, faida itakuwa ya watu wengine. Sababu Rwanda sasa hivi imekamatwa na Rais Kagame amekamata. Watu si wanaishi kule. Watu wanaishi. Hata nani akamate Kongo? Wakongomani halisi wataishi kule. Watusi wanaishi Rwanda, watu wanaishi Rwanda, watu wanaishi Rwanda. Rais Tshisekedi alikamata, Watusi wataishi Kongo, Wakongomani wengine wataishi, watu wengine watakamata. Uganda hivyo, Kenya ni hivyo. Kwa hiyo hii ni vurugo tu ambayo tunaweza tukaifanya, wanaifanya ili kuvuruga watu wa akili, na itakuwa ni historia tu ambayo litakuwepo walipiganaga, lakini halitaachia watu. Mpe kila mtu, sisi wote ni binadamu na tutakufa. Mpe kila mtu nafasi afanye kile ambacho ana uwezo wake, bila wewe kuingilia kati, kuanza kumuumiza, kuleta chuki ambazo hazina faida yoyote. Yes. Okay, so
Unapozungumzia, mimi ninavyokuelewa hapa ni kama vile yani ni hawa viongozi wamekuwa wakileta fujo, mwisho siku inaambukia kwa raia, mwisho siku raia wanaanza kuuana, alafu wao wanaikaa tena wanafunga mikono wanaangalia tu jinsi watu wanavuana. Ndio. Watavileta hizo vurugo zao, sawa, sio safari ya kwanza wanaleta hizo vurugo zao. Mwisho wanasikilizana, wanapatana. Kusikilizana ni kule kila mtu akiona faida zangu hapa ni afadhali, basi vita vimeachishwa. Sasa je, wale ambao wamepoteza watoto wako kugombana, wamedanganywa tu eti kwamba mlikuwa mnagombania haki yenu, mbona haki hatukuipata? Iko wapi? Unaona hali tena inakuwa ni hile. Kwa hiyo badala ya kupita kwenye njia ya masasi ya kupigana masilaha kuuana, bora tupite kwenye njia za mazungumzo. Itakuwa ni njia rahisi ambayo itafaidi kila mtu bila kupoteza damu, bila kupoteza watu ambao wamelea watoto wao wameshafika miaka 18 kisha ona mchukua apigane vita na maisha bure. Okay, ujumbe wako labda tumalize kipindi. M23 wanatumikishwa, wazalendo wanatumikishwa. Unalipi la kuwaambia? Mimi la kuambia, ningemwambia wazazi waangalie jinsi ya kushauri watoto wao. Usitume mtoto wako sababu tu mimi ni mtusi aende apigania haki yetu. Haitakufaidi chochote. Mwishowe baada ya vita utakuja kuisha. Ukimuuliza Kagame mtoto wangu yuko wapi? Ukimuuliza Makenga mtoto wangu yuko wapi? Ameshaenda, hana jibu la kukupa. Ukiuliza wakina hao watu wazalendo, upande wa wazalendo, utauliza wakina utauliza hao wengine mtoto wangu yuko wapi? Hayupo, ameshakwenda. Wengine labda wanaweza wakachukua maneno ambayo naongea wanaichukua kama vile ni uzembe, aidha sio uzalendo, aidha sio kupenda nchi, aidha ni hali ya, lakini tunapaswa kuangalia kitu kwa hali halisi. Ndio tunapaswa kuangalia kitu kwa hali halisi ambayo itakuja kutokea. Usiangalie tu kwa jicho la hapa tu unakwenda tu na joto. Mwishowe nyuma huko utakuja kujutia. Naam. Kwa yote ambayo unayasema, mimi nimekuwa nimekuelewa kwamba Felix Tshisekedi ana makosa mengi sana katika ya mambo. Na limekuwa likisema waziwazi kwamba amekuwa akiwatumia wazalendo, amekuwa hawalipi mshahara ambao labda hawapati mahitaji yao ambayo inaweza ikawasaidia katika vita. Licha kuwa na kuku na ndege wote wanajua kwamba ni wazalendo ndo wameongeza vikwazo, wameongeza changamoto katika safari ya M23 kusogea mbele kama vile jinsi walivyokuwa na malengo yao waliokuwa nayo. Unafikiri japo hata pamoja na yote huyu rais ile analolifanya kweli ni nzuri, kweli linaleta picha nzuri, kwa kujikuta kwamba mpaka leo hii bado anashindwa kwa support ya watu ambao ndo wanampigania? Ndio kile nimesema kwamba ana uzembe fulani ambayo amefanya, si yale wao wenzake ambao wamejiunga pamoja kwa ajili ya kumgombanisha. Waliona uzembe ambao wanawajiana naye lakini haiafiki. Ndio na yeye kosa kubwa ambalo mnajiana na mtu lakini hutaki kufikia kwa ile malengo. Wakati mtu ameshaweka tumaini, ameshawekeza kwa ile matumaini yako, anakuja kujikuta kwamba vile amepoteza. Hiyo ni kitu cha kinaumiza sana. Wazalendo anapaswa kujua kwamba sauti kidogo imejikata, kama labda unatusikiliza bado. Unasema wazalendo nini? Ni kwa sehemu mbaya. Nasema kwamba anapaswa kuelewa pia wazalendo wana familia, ni wakaka, ni waume za watu, wana familia, wanalea. Na ikiwa wanajitoa kwa ajili ya nchi sio yake peke yake. Nchi ni wa Kongo wote. Kwa kuwa wewe ndio umepewa huo nyasfa, gawa na watu wengine. Wawezeshe, wape nguvu za kutetelea. Kwa sababu mwisho wa siku wewe ndio utakuwa rais tu. Wao kilichopo tu wanataka tu walinde ile imaya yao basi. Lakini hawatakuja kugombana na wewe, hawataki chochote kutoka kwako. Kinachotaka tu ni support yako. Asante sana baba wa taifa kwa muda mzuri ambao umetupatia. Mimi na imani kwamba kupitia hapa msikilizaji atakuwa ameelewa vitu vingi sana, na lengo kubwa lilikuwa tulitaka tugusia hii attention ya Joseph Kabila, jinsi watu wote wamekuwa vile wanamsubiri kwa umakini zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa maelezo mazuri ambayo umetupatia. Asante pia, nimeshukuru sana mtangazaji wa Radio Pro. Kwa wakati mwingine natumai kwamba tutakuwa pamoja kwa wakati mwingine. Asante sana. Asante pia. Ni baba wa taifa kama vile jinsi mmesikia.
ni baba wa taifa na kila alichokizungumza na imani kwamba umekielewa. Kama una swali tukutane kwenye comment, maana yake hapo ndipo tunapoweza kuchanganua sasa maoni yako msikilizaji ambaye umesikiliza kipindi, kwamba lipi ambalo unahisi kwamba lingeongezwa au lipi mtazamo wako pia kutokana na lile linaloendelea Kongo, kwa maana hivi vita vijaanza leo au jana. Wachambuzi wengi wamekuwa wakivifuatilia kutokana na toka mwanzo vilivyoanza, na watu wamekuwa na experience sana hivi vitu, kwa sababu tunazungumzia ni miaka 30 sasa. Unapokuwa na tatizo miaka 30, basi unakuwa umejifunza vitu vingi sana kutokana na hali ambayo inakuwa inaendelea katika tukio lile ambalo labda unakuwa umepambana nalo kwa miaka 30. Nisikuchoshe, usinichoshe, tusichoshane. Naimani kwamba umesikiliza vitu vingi. Tafadhali subscribe Red Pro Media, na tutashukuru sana endapo utaendelea kutupatia ushirikiano kwa kusubscribe, kwa maana ni familia inazidi kuwa kubwa zaidi. Kama hizi habari unazipenda kweli kuzisikiliza, naimani kwamba utaona kwamba bana kuna haja ya kuwa mchoyo hivi kwamba watu wengine pia wasikilize. So unapo subscribe hii media inazidi kupanuka zaidi na kufanya jambo hata watu wengine pia wavutie kusikiliza, na wanaposikiliza labda nao pia wanaweza kusubscribe. Kwa hiyo please do it for us, utakuwa umefanya jambo la muhimu sana. Asante.